Leo bwana, nimeona ulimwengu mzima ni kama wanaongea kuhusiana na kinachoendelea kati ya rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na Papa Leo wa 14, ambapo tumeona wakijibizana kwa maneno makali, ambapo rais wa Marekani bwana Donald Trump amefikia hatua ambapo tunasema amevuka kiwango cha kuongea na kiongozi wa kiroho ambaye anaheshimika sana kwa upande wa waumini wa dini ya Kikristo. Sasa by the way ni story ambayo nimeona ina trend sana, lakini nitakuja kuifafanua vizuri hapo baadaye, na leo ndio nimepata ruhusa sasa ya kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kiliwahi kutokea. Kuna story moja nimewahi kuileta hapa ambayo ilimuonesha rais wa Marekani Donald Trump akiombewa na wale viongozi wa dini katika ikulu ya Marekani pale Oval, na ilikuwa ni moja kati ya story kubwa sana ambayo ili trend. Sasa leo nimepata nguvu ya kuzungumza, kwa sababu wakati huo nilishindwa kuzungumza kwa sababu za kidini, lakini leo kutokana na kile ambacho kinaendelea nitakuja kufafanua vizuri zaidi. Lakini yote 9-10, kabla tujaenda huko, Iran imetoa onyo kali kwamba shambulio lolote katika bandari zake litaigeuza Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman kuwa maeneo ya hatari. Jeshi limetangaza kwamba eneo hilo la bandari kama litashambuliwa litasababishwa athari kubwa sana, na wakasema hakuna bandari yoyote katika Ghuba ya Uajemi au bahari ya Oman itakayobaki salama endapo bahari za Iran zitashambuliwa. Msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya, Luteni Kanali Ibrahim Zofakal, anasema kwamba usalama wa maeneo hayo mawili muhimu ya bahari ni jukumu la pamoja, akisisitiza kuwa usalama huo lazima uwe wa wote na au usiwepo kabisa. Ameeleza kuwa jeshi la Iran linaona kulinda haki za taifa kuwa ni wajibu wa kiasili na wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kulinda mamlaka ya nchi ndani ya maji yake ya mipaka. Zofakal ameongeza kuwa ulinzi wa usalama wa baharini katika maji ya Iran utaendelea kwa uthabiti bila kuyumba. Anasema vyombo vinavyohusishwa na maadui havina wala havitakuwa na haki ya kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Amebainisha kuwa vyombo vingine vitaruhusiwa kupita katika mlango huo kwa kufuata kanuni zilizowekwa na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu, akiongeza kuwa Iran, kutokana na vitito vinavyoendelea, itaweka utaratibu wa kudumu wa kudhibiti mlango wa Hormuz hata baada ya mgogoro wa sasa kumalizika. Zofakal pia amekosoa vikali vikwazo vya Marekani dhidi ya usafiri wa bahari katika maji ya kimataifa, akitaja kuwa ni vikwazo haramu ambavyo vinafanana na uharamia wa baharini. Anasema iwapo usalama wa bandari za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utahatarishwa, basi hakuna bandari yeyote katika Ghuba ya Uajemi au bahari ya Oman itakayobaki salama. Kauli hii inakuja baada ya rais wa Marekani Trump kutangaza kuwa jeshi la wanamaji la Marekani wataanza kutekeleza kile alichokiitwa kizuizi cha kijeshi cha baharini katika mlango wa Hormuz kuanzia majira ya saa 4 za asubuhi kwa saa za mashariki, ambapo inakuwa ni kama majira ya saa 8 hivi leo. Na kamanda wa jeshi la wanamaji la Iran amepuuza vitisho hivyo, akivitaja kuwa ni vya kuchekesha na visivyo na msingi, huku akisema kuwa jeshi hilo linafuatilia kwa karibu kila hatua ya meli za Marekani katika eneo hilo. Sasa bunge la Iran linaendelea kujadili mswada wa sheria ambao unalenga kutoza ada ya kupita katika mlango huo kwa kutumia sarafu ya taifa, pamoja na kupiga marufuku rasmi vyombo vya Marekani pamoja na Israel kupita katika mlango huo. Sasa hapa leo kuna jambo moja ambalo pia nilikuwa naongea na ndugu zangu kule kwenye group letu la Team Russia pale kwenye WhatsApp. Nilisema kwamba Marekani ni kama, au rais wa Marekani Donald Trump ameamua kuingia moja kwa moja kwenye vita ambayo kimsingi ni ngumu sana kuishinda, na vita yenyewe ni vita ya Mchina. Unajua ni kwa sababu gani? Mchina ndiye ambaye amepata ruhusa na Iran kupitisha hizo meli katika ule mlango wa bahari wa Hormuz, na Mchina amekuwa ndiye msafirishaji namba 1 ambaye kwa zaidi ya 80% amekuwa akiutumia huo mlango wa bahari wa Hormuz kupitisha
meli zake za mafuta na hatimaye zinaenda katika mataifa mengine. Kwa hiyo bara la Asia kwa kifupi ni kwamba linategemea sana ule mlango ambao inaongozwa na huyo Mchina. Sasa hii inamaanisha nini? Kwa nini nasema wanaingia moja kwa moja kwenye vita? Marekani anaposema anaizuia au anafanya kizuizi cha kupita meli yoyote katika mlango wa bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba anaenda kuziba kabisa lile tundu ambalo linaingiza pumzi ya uchumi kwa taifa la China kupitia mlango wa Hormuz. Sasa Mchina hatokubaliana na hicho kitendo. Kwa hiyo kama Mchina hatokubaliana na hicho kitendo, maana yake Marekani sasa atakuwa ameingia rasmi kwenye vita ya kupambana na mataifa mengine tofauti na alivyokuwa na Irani peke yake. Kwa maana yake ni kwamba China atalazimika kuhakikisha analinda ule mlango au anailinda Iran, kwa sababu inamnufaisha kwa viwango vikubwa sana katika eneo au katika sekta nzima ya biashara kupitia usafirishaji ambao unapitia huo mlango wa Hormuz. Hatakuwa ameizuia tu Iran, bali atakuwa ameizuia sasa na China. Je, Mchina atakubali kinachofanywa na Marekani kipite hivi hivi? Hili ni moja kati ya eneo ambalo mabibi na mabwana mnatakiwa kujiuliza mara mbili mara tatu zaidi. Na Iran yenyewe imesema kwamba kinachofanywa na Marekani, yani Iran, mimi pamoja na kwamba tunasema of course mapigano yanaweza kawa ni makali, ya labda yanaweza kawa nakaleta athari kubwa sana kwa upande wao pamoja na kauli ambazo zinazungumzwa na viongozi wa Iran, lakini Iran kuna namna fulani hivi ni kama unawafikiria kwamba au hawa wa Iran sio binadamu wa kawaida. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama lingekuwa taifa jingine kwa mikwara ambayo Marekani anaitangaza, nadhani wangekuwa zamani sana wameshanyosha mikono kwamba bwana, sasa sisi tunakubaliana na chochote ambacho anakizungumza rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, na hapa naomba kabla sijawaambia kuhusu IRGC muelewe, Iran kuna watu wawili ambao wanazungumza. Inazungumza serikali, halafu linazungumza jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Iran kwa maana ya IRGC. Sasa hapo kuna burudani ya aina yake. Serikali inatoa onyo, IRGC na wenyewe wanatoa onyo. Sasa IRGC imetoa onyo kali kwamba Iran bado haijatumia uwezo wake wote wa kijeshi na wameahidi kuibuka na mbinu mpya na teknolojia endapo mapigano yakirejea. Msemaji wa IRGC Brigadier General Hussein Moheb amesema kuwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyofanywa dhidi ya malengo ya Marekani na Israel yalikuwa ni sehemu ndogo tu ya uwezo halisi wa taifa la Iran. Wanasema bado hatujatumia uwezo wetu wote. Vita vikiendelea, tutafichua uwezo ambao adui hana hata taswira nao, akisema kwamba Iran iko tayari kuanzisha mbinu mpya za kivita ambazo adui hana uwezo wa kukabiliana nazo. Wameenda mbali. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Brigadier General Reza Tlaibnik amethibitisha kuwa Iran ina akiba ya kimkakati ya silaha ikiwemo makombora pamoja na drone na imejazwa kikamilifu, na jeshi liko tayari kwa mapambano saa na wakati wowote ule. Na amesema kuwa pamoja na nguvu ya jeshi, msaada wa vifaa, usafirishaji logistic unaendelea kuimarishwa ili kuongeza uwezo wa ulinzi katika taifa hilo. Na mtakumbuka onyo hili linakuja wakati hali ya taharuki kirejea baada ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani mjini Islamabad kuvunjika bila mafanikio, licha ya mazungumzo hayo kukaa kwa muda wa masaa 21 na hali ikawa haijarejea tena. Iran tayari wameweka vikwazo kwenye mlango wa Strait of Hormuz ambao ni njia muhimu sana ya kupitisha takriban theluthi moja ya mafuta ya dunia. Kwa hiyo huko na kwenyewe hali sio shwari sana. Unapojaribu kufikiria, ni lazima mtu uwe una uwezo wa kufikiria kitu nje ya box, kwamba hiki ambacho kinafanywa na Marekani inawezekana kinaweza kuwa kina athari si tu kwa Iran, ila kitakuwa kina athari katika ulimwengu mzima. Sasa hapa naomba niweke nukta yangu kubwa kabisa. Dunia bwana ni kama imechukizwa sana na kile ambacho kimefanywa na rais wa Marekani Donald Trump kumshambulia Papa na kujifananisha kama Yesu.
ambapo ukosoaji mkali umezuka duniani baada ya rais wa Marekani Trump kumshambulia kiongozi wa kanisa Katoliki Pope Leo wa 14 na kusambaza picha ambayo inamuonesha kana kwamba yeye ni Jesus Christ. Tukio hilo limetokea Jumatatu ya Pasaka ya Kiorthodox ambayo ni leo tarehe 13 na limekosolewa vikali na watu kutoka makundi mbalimbali ya kisiasa na kidini, wakitaja kuwa ni la kuchukiza, lisilo la kawaida na ishara hatari ya kile wanachokiita mtazamo wa kujiona kama Masihi. Ifahamike, siku kadhaa ambazo zimepita, Papa Leo wa 14 alikosoa vikali vita vya Iran vinavyoongozwa na Marekani, akasema ni vita ambavyo havikubaliki kabisa kwa msingi wa maadili na sheria za kimataifa. Akijibu, Trump alimshambulia Papa hadharani na kueleza kutoridhishwa kwake na msimamo wa kiongozi huyo wa kiroho ambaye anawahudumia zaidi ya Wakatoliki bilioni 1.3 waliopo duniani kote. Wanasiasa wamepinga sana. Senator Mark Kelly ambaye ni Mkatoliki amelaani kitendo hicho na kusema ni cha kuchukiza kwa rais wa Marekani kumvamia hadharani mrithi wa Mtakatifu Petro. Mbunge wa Pramila Jayapal ametaja kitendo hicho kuwa ni cha kupotoka na cha kinyaa, akipendekeza hata uwezekano wa kutumia marekebisho 25 ya katiba ya Marekani kumuondoa rais wa Marekani Donald Trump. Aliyekuwa mshirika wake wa karibu Marjorie Taylor Greene amekosoa tukio hilo, akibainisha kuwa limetokea kwa wakati wa Pasaka na kwamba Trump ameonekana kujipa nafasi ya Yesu. Padre Mjesuit James Martin amesema tukio hilo lisilo na akili, lisilo na huruma na lisilo na Kikristo, akihoji kama kuna kikomo cha kushuka kwa maadili kwa bwana Trump. Lakini mchungaji Benjamin Kramer naye amekosoa vikali picha hiyo, akisema rais anajionyesha moja kwa moja kama Yesu, na kuongeza kuwa kimya cha baadhi ya Wakristo wa kiinjili kinatia wasiwasi kidogo. Sasa leo naomba nizungumze kwa sababu nimepata nafasi nzuri sana. Rais wa Marekani bwana Donald Trump, wakati akiwa kwenye ile ndege yake ya Air Force One, amesema kwamba hatumpendi papa anayesema ni sawa kuwa na silaha za nyuklia. Mimi si shabiki wa Papa Leo wa 14. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa kwa nini nimesema leo nataka nizungumze kidogo kuhusiana na jambo hili? Mwezi March kama kwenye tarehe 6 hivi 2026, rais wa Marekani bwana Donald Trump aliwaita viongozi wa dini katika ikulu ya Marekani Oval, na wale viongozi wa dini walienda kumuombea pamoja na mambo mengine, wakisema wanafurahishwa sana na utawala ambao anaenda nao rais wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini nyuma ya pazia ya wale ambao walikuwepo pale, walikuwa ni watu ambao wametengenezwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump kwa ajili ya kumtengenezea ushawishi mkubwa katika eneo la kidini, na ndio maana waliweka mikono juu yake wakimuombea, kitendo ambacho kimsingi unaweza kukichukulia ni kitendo cha kawaida sana, lakini hakikuwa kitendo cha kawaida. Na kwa nini nasema kiwa ni kitendo cha kawaida? Iko hivi, rais wa Marekani bwana Donald Trump anatajwa, naomba hapa mnielewe vizuri, kwamba huyu ndiye mtu ambaye atasababisha machafuko mengi sana duniani. Lakini kitendo cha rais wa Marekani kuita viongozi wa dini katika ikulu ya White House kilikuwa kimetafsiriwa kwamba ni ishara ambayo inaonesha kumuinua rais wa Marekani bwana Donald Trump, au dalili ya kujiona yeye ndiye mkombozi. Yani rais wa Marekani bwana Donald Trump alijifananisha na Masihi, kwamba yani dunia ni lazima ifahamu kwamba sasa amekuja mtu ambaye ni mkombozi wa dunia, ambaye alikuwa anasubiriwa kwa miaka mingi sana, na mkombozi mwenyewe ni rais wa Marekani bwana Donald Trump. Ukiunganisha kauli alizozizungumza leo tarehe 13, unagundua kabisa kwamba ile ilikuwa ni picha ambayo ni conspiracy, ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya kuandaa ulimwengu kisaikolojia pindi watakaposikia rais wa Marekani bwana Donald Trump anatangazwa kwamba yeye ndiye mwokozi na yani yeye ndio amekuja kuuokoa ulimwengu, ndipo watu wanatakiwa kuweza kumwamini. Na
rais wa Marekani bwana Donald Trump, yeye muda wote wanasema, kwa mfano ile siku wakati viongozi wa dini walikutana walisema hivi, Donald Trump is a man chosen by God, kwa maana amechaguliwa na Mungu, and anointed leader, kiongozi ambaye ametiwa mafuta. Sasa hii inatafsiriwa kwamba yale ambayo yanaongelewa au yale ambayo yalikuwa hayazungumzwi, kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump anajitawaza kama yeye ndiye mtu ambaye amekuja kuukomboa ulimwengu, yani anajifananisha na Yesu, ndio kitu ambacho kilikuwa hakizungumzwi, na tulikuwa tukizungumzi kwa sababu ni ukweli usiopingika. Unapozungumzia masuala ya dini unazungumza eneo ambalo ni nyeti sana, na mara nyingi tumekuwa tukisema hatutakiwi kabisa kuhusianisha siasa pamoja na dini, lakini Marekani kwa hivi sasa tunaona kabisa rais wa Marekani bwana Donald Trump amefikia ile hatua ambayo tunasema hatua ya dhihaka namba moja, lakini hatua ya kudharau kila kitu ambacho kinaendelea duniani. Kwanza kitendo cha yeye kujifananisha na Jesus Christ na kumshambulia Pope Leo, kwa maana kunaingia katika eneo ambalo linaweza likaleta sintofahamu duniani, kwa maana ile migogoro ya kidini sasa inaweza ikaingia moja kwa moja. Kwa sababu zipi? Kwa sababu Yesu unajua ni muhimili mkuu katika imani ya Kikristo, na papa ni mamlaka ya kiroho kwa mamilioni ya watu duniani. Kwa hiyo tukio la rais wa Marekani bwana Donald Trump kumshambulia kiongozi huyu wa kiroho ambaye anaaminiwa na Wakristo zaidi ya bilioni 1.3 duniani, maana yake ni kwamba dunia inajiandaa psychologically kwamba tunaweza tukapokea maagizo mengine muda na wakati wowote ule. Msishangae sana ndugu zangu, yani msije hata siku moja mkashangaa mkasikia rais wa Marekani bwana Donald Trump hata anatawazwa, yani watamtawaza kuwa mtu fulani hivi ambaye mtu yote duniani atalazimika kumwamini. Na usipomwamini, yani usipokubaliana na kile ambacho anakizungumza yeye, basi sasa kifo kwako itakuwa ni halali, ulemavu kwako itakuwa ni halali, kumwaga damu kwako itakuwa ni halali, yani tukio lolote ambalo sio la kawaida litakuwa ni halali mpaka pale utakapokubaliana na kile ambacho kinazungumzwa na Marekani kupitia Donald Trump, lakini pia na tawala nyingine ambazo zitakuja huko Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele